Na kwingineko, naye mshukiwa mkuu kwenye sakata ya kuwasafirisha Wakenya kwenda kupigana nchini Urusi atazuiliwa hadi Ijumaa wiki ijayo, ambapo ombi la kuachiliwa kwa dhamana litasikizwa. Huko Festus Omwamba akisalia korokoroni, familia zaidi zinazidi kulilia serikali kuwarejesha jamaa zao au miili yao nchini. Crispin Otieno anaangazia kutoweka kwa Wakenya Urusi. Festus Omwamba, mmoja wa washukiwa katika sakata ya Wakenya kusafirishwa Urusi kupigana kwenye vita na Ukraine, alifikishwa tena mahakamani baada ya kukana mashtaka hapo jana. Hakimu Gideon Kiage akiamua jamaa huyo mwenye umri wa miaka 31 azuiliwe hadi wiki ijayo, ambapo atajua iwapo ataachiliwa kwa dhamana au la. Hayo ni huku familia mbili zikijitokeza kulalamikia kupotea kwa wana wao wanaodaiwa kuwadaiwa na kupelekwa Urusi. Katika eneo la Satellite Nyamataro, viungani mwa mji wa Kisii, kujificha kudili na madrone. Familia ya Cliff Leden Ndege, kijana mwenye umri wa miaka 31, alitoweka kwa lengo la kutafuta kazi Urusi, ila huo ukawa ndio mwisho wake. Kwa uchungu, familia hiyo inairai serikali kuwatafutia namna ya kurejesha mwili wa mpendwa wao nchini. Ametuacha mahali papaya. Nasikia mbaya sana. Muhimu sana ni serikali itusaidie. Serikali ya Kenya, hata Ruto mwenyewe aje atusaidie. Hata Ruto aje atusaidie. Serikali itusaidie tupate matokeo ya huyo mtoto. Ni masaibu yale yale ambayo familia ya Christopher Musumba inapitia huko Bamburi, kaunti ya Mombasa. Christopher aliripotiwa kupotea baada ya kujiunga na wapiganaji wa Urusi. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 27 anadai aliahidiwa kuwa dereva na kugundua alikuwa akielekeza vitani Urusi alipofika Ethiopia. Ninge hustle tu. Niko na hustle, mimi najua kushuka. Lakini nataka ati nikuwe na maisha mazuri. Si afadhali nikuwe tu na maisha mbaya na yuko. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.